Sio rahisi kumpata kama wewe, sibaki mwenyewe, ona napombeka mwenyewe, nielewe. Ni ibilisi hataki niwe na wewe, magomvi na wewe, ona navyokesha mwenyewe, siwezi. Wa unaniumiza roho, unaniumiza roho, sababu nishakupenda na unajua, yeah. Penzi lako dawa kwangu nachukua napona, usiwe mbali hata kidogo nitapona. Kukusahau mimi nashindwa mbona, jua likizama mwili wote homa, naugua mapenzi. Hello, mambo vipi mwana SNS, jina langu naitwa Enki Frankie na ndipo kwenye meza hii na moja kati ya wasanii wapi ambao hutakiwi kukosa kuwa naye kwenye playlist yake. Huyu jamaa amekuwa akitajwa kwenye listi tofauti kama mmoja kati ya wasanii wa kuzingatiwa sana katika kipindi cha miaka 2-3 iliyopita. Sio mwingine, niko naye B Sugar Boy. B Sugar Boy, inakuaje mzee? Kama kawa. Karibu sana SNS. Asante sana. Leo ni mara yangu ya kwanza kukutana na wewe baada ya mwaka mmoja wa maongezi marefu sana. Kabisa. Imekuaje mzee? Safi, kila kitu poa. B Sugar Boy, sasa hivi una push inaitwa Love Story of a Gen Z. Yeah. Ni project yako ya kwanza kwa mwaka huu? Yeah, for au sure. kabla ya EP ulikuwa na kazi nyingine? Tangia mwaka uanze huu tuliachia project na producer wangu Zungu Beats. Yeah, kuna project ambayo amenishirikisha, lakini mimi mwenyewe binafsi sijaachia project zaidi ya hii Love Story of a Gen Z EP. Yeah. EP ina nyimbo ngapi? Ina ngoma 5. Ngoma 5. Yeah. Na Ugua Mapenzi ilikuwa official single, ndio? Yeah. Single ya kwanza ilikuwa na Ugua Mapenzi, moja kati ya nyimbo bora sana za mapenzi ambazo zimetoka mwaka huu. Yeah. B Sugar yuko hapa leo kwa sababu tunataka kufanya review ya Love Story of a Gen Z. Yeah. So B Sugar atatusimulia mchakato wa kuandaa Love Story of a Gen Z, ideas zilivyokuwa zinapatikana katika kuandaa zile nyimbo 5 mpaka production za mwisho na hatua ya mwisho kabisa ya release mpaka kutufikia sisi wasikilizaji. Binafsi nilivyosikiliza ile EP kwa mara ya kwanza, ilinichukua kama wiki 2-3 kuisikiliza ile EP tangu ilipotoka, kwa sababu sikuwa katika mazingira ambayo nilikuwa nataka kusikiliza. Nilikuwa nahitaji utulivu ambayo ilinichukua muda. Nilikaa na ile EP kama siku zaidi ya wiki moja. Then nilipokuja kusikiliza nilipenda sana Hauyajui Mapenzi. Ni wimbo ambao nimeusikiliza zaidi ya mara 20 tangu niliposikiliza kwa mara ya kwanza. Nimekuwa shabiki wa B Sugar kwa muda mrefu, nimekuwa nikisikiliza muziki wake tofauti, lakini niliposikiliza na Ugua Mapenzi, nilimsikia B Sugar mpya. Niliona uandishi wake ambao umekomaa sana. Nilisikia utamshi wa maneno yake ambayo unakufanya utamani kurudi kwenda kusikiliza tena. B Sugar Boy, mimi nataka unipe siri ya Hauyajui Mapenzi. Nikianza ku break down ilianzia wapi? Nakumbuka ni 2023 nilirekodi Hauyajui Mapenzi for the first time. Na sikuwa nchini, nilikuwa Uholanzi, nilikuwa kwenye matembezi ya kifamilia. Idea nilikaa tu nikafikiria, nikasema kuna nyimbo nyingi sana za mapenzi, za maumivu na za kuwa in love. What if nikija na idea ambayo itakuwa inaongelea mapenzi na ni ya maumivu, lakini yani kuna sanaa fulani hivi nilikuwa nahitaji kuiweka ambayo ndio hiyo Hauyajui Mapenzi. So Hauyajui Mapenzi nimeongelea kitu ambacho watu najua tunapitia, yani mahusiano tuko nayo kila siku, mapenzi tuko nayo kila siku kwenye maisha yetu ya kila siku. But what if kama haujapitia maumivu unakuwa bado hauyajui mapenzi? What if kama haujapitia wivu, kumwonea mtu wivu, unakuwa bado hauyajui mapenzi? You know, kwa sababu hata mimi nikijiangalia mwenyewe, kabla sijaingia kwenye dunia ya mahusiano, kuwa na mpenzi and everything, kuna vitu nilikuwa sivijui. Unasikia tu kwamba bwana ukiwa na mtu kuna hivi, kuna moja, kuna mbili, lakini hiyo wivu, mtu anarudi usiku amechelewa, unamuuliza hivi nini, maybe katoka tu kuna ni kufanya kazi au whatever, but ile hali ya wivu and everything mwisho wa siku ndio inakufanya uyajue mapenzi, you know.
maumivu unayoyapitia katika mapenzi, zile furaha unazozipitia ndo zinakufanya uyajue mapenzi. So nikasema cha kwanza nilipata title, nikasema hii title nitaifanyia kazi. So hauyajui mapenzi idea ilianzia kwenye kutaka kitu cha tofauti, and then nikadadavua kwenye lyrics. Ilikuwa just an idea au ilikuwa unapitia uhalisia? Tukianzia pia kwenye EP yenyewe, Love Story of a Gen Z, mimi ni Gen Z, you know, na vingi nilivyoviimba katika EP yangu najipa mwenyewe 70%. 30% na wapa watu wengine mashabiki. But ukija kwenye wimbo wa Uyajui Mapenzi, naweza nikasema ni 50-50, kwa sababu ukizungumzia mfano wivu, nimesema kama hauyajui mapenzi kama hujawahi kupata wivu juu yake. Mimi mwenyewe nishakuwa na wivu na bado still na wivu, you know. Kama haujawahi kupenda usipopendwa, you know, hiyo nahisi watu wengi pia tunaipitia. Mimi mwenyewe nishaipitia, nishawahi kupenda kuwekeza sehemu ambayo mwisho wa siku sikupata kile ambacho mimi nilikuwa nimewekeza na nimetarajia. So naweza nikasema Hauyajui Mapenzi inanihusu sana pia ya. Kwa Hauyajui Mapenzi ni mkusanyiko wa matukio mengi kwenye maisha yako ya mapenzi, sio hali ambayo ilitokea kwenye mahusiano tu ambayo ulikuwa nayo. Nimepitia mahusiano tofauti. So kuna maisha yangu nimeyaingiza mle, lakini kuna vitu vingine ni vya kufikiria na kuona kwa watu wengine. Yeah. What's your favorite track kwenye Love Story? Born for You. Why Born for You? Born for You kwa sababu ile ndio iko very personal. Naweza nikasema 100% ile nimejiimbia mimi mwenyewe. Ni ujumbe wako mwenyewe. Ni ujumbe wangu kwa nimpendaye. Okay. Wow, mpendaye. Yeah. Born for You na ndo track number 1 kwenye EP. Track number 1, yeah. Ndo favorite yako. Favorite yangu, yeah. Tupite kwenye Born for You. Yeah. Ni nini ambacho kilikupush kusema hii inastahili hadhi ya kuwa track number 1 kwenye EP yako? Tulikuwa nilitengeneza hizi ngoma nyingine track number 2 mpaka number 5, but Born for You ulikuwa ni wimbo wa mwisho kutengeneza kwenye EP. And nakumbuka tulikuwa tunatafuta intro, na ukisikiliza ile EP nzima, Born for You ni wimbo mfupi sana, you know. Kwa hiyo Born for You ilikuwa ni kama intro, but hii idea yake na everything ilivyokuja tukaamua tuiweke intro, but sikuiita intro kwenye EP, nikaipa tu jina lake Born for You and that's it. Yeah. Okay. EP au album? Yeah. Why ulichagua kwanza na EP? Na ukiangalia mashabiki wako, watu wanaosupport muziki wako, watu wanaokufuatilia, wanasema wewe ni mmoja kati ya wale waimbaji wakali sana wa kizazi hiki ambao wakipewa nafasi wanaweza wakatupeleka mbali sana kama taifa. Najaribu kuwaza ili swali, nimekuwa nikifikiria, na imekuwa wakati mzuri nimekuwa na wewe hapa, unaweza ukanijibu na nikakuelewa vizuri sana. Kwa nini EP na sio album? Kwa sababu tumekuwa tukisema mara nyingi, tunaamini hivyo kwamba album ni kipimo cha ukubwa wa msanii. Yeah. Ikiwa wewe tunakukubali na tumekupa vyeo ambavyo tunaamini kwamba wewe ni mmoja kati ya watu ambao unaweza kuvusha global. Narudi kwenye point yangu, why EP and not album? Kwamba tulitegemea kupata board of art yenye kazi nyingi zaidi. Kwangu mimi nimechagua EP kuanza nayo kwa sababu nimeanza kwanza kufanya muziki like kwa sababu nilipumzika kufanya music. So kwa mtu ambaye amjui hivi, Sugar Boy ni msanii ambaye alianza kuonekana na kusikilizwa na watu tangia mwaka 2017. Kipindi hicho nipo THT. Nikakaa kimya, sikuachia kazi, sikuachia chochote mpaka mwaka 2023. Ndo nikaanza kuachia. Nakumbuka ngoma yangu ya kwanza nilirudi nayo ni Nobody, tuliachia Hekima ule mwaka, tukaachia Mawazo. Kwa hiyo nimeachia single mpaka ilipofika 24 pia single. Lakini tumeanza na EP kwa sababu tumetaka pia watu wajue uwezo wangu na wamjue Sugar Boy pia kiukubwa, kwa sababu mipango yetu tuachie hii EP, watu wapate hizi ladha za Sugar Boy, and then mipango ya album, kwa sababu pia sina futures.
tangia nianze career yangu sijawahi kumshirikisha msanii. Sijawahi ku notice, ndio unaniambia sasa hivi. Yeah, you can na go and check it out. Yani, yeah, sijawahi kufanya future. So why? I think kitu kingine pia ni let's say labda connection. Umewahi kushirikishwa? Yes, nimewahi kushirikishwa, lakini pia na producer wangu nakumbuka, na kuna my brother anaitwa As a Champion, ni anapiga drums kwenye festival tofauti za wasanii wakubwa hapa nchini, kwa sababu mimi pia nilikuwa backup singer, so ndo alikuwa kiongozi wetu kwenye band. Aliachia project yake, alinishirikisha. Kwa msanii mwingine haraka hapana sikumbuki. So unafikiri kikwazo ni wapi? Hawakuoni, hawakusikii? I think it's all about time. Kwa sababu nikisema kwa mfano kama kuniona na kunisikia, no, wananiona hivi recently tu. Nadhani unaangalia pia hata Insta stories zangu sometime unakuta nalishare na repost story ya msanii fulani ameniposti. Kama juzi hapa nimeona Ben Paul ameposti. Kuna wasanii ambao niko na connect nao pia like Baddest. Kuna music executives wengi pia naona wanapenda EP yako. Sasa twende hapo. Kutajwa kama msanii muhimu wa kuangaliwa katika kipindi hiki ambacho watu wanaofanya aina yako ya muziki sio wengi, tunao wachache sana, hasa muziki wa live. Unapotajwa kama msanii wa kuangaliwa, na umekuwa tukiona matukio ya wasanii wetu wakubwa A-list ambao wamekuwa wakifeli kwenye live performances. Unatajwa kama msanii wa kuangaliwa na watu wameanza kujenga imani na wewe baada ya show yako ya XXL Unplugged. Hii inakuweka kwenye nafasi gani? Sio nafasi mbaya, lakini pia ningependa pia kuwazungumzia hao watu ambao wanasemwa ambao ni A-list musicians kwa Tanzania. Unajua muziki ni kazi kama kazi zingine ambazo watu wengine wanafanya, kwenye jamii yetu, na kila kazi ina changamoto zake. So mimi ningependa kutumia nafasi hii kuwaomba tu wa Tanzania na mashabiki wa hawa wasanii wawape moyo wakianguka, wawape moyo wakifeli, kwa sababu sio rahisi. Yani ninavyosema sio rahisi, yani sio rahisi. Ukishakuwa pale mbele, doesn't matter kwenye stage gani, lakini ukishakuwa pale unafanya na behind hawajui vitu vinavyoendelea. Una msanii kabla hajakwenda kwenye show kuna vitu gani vinatokea, so sio rahisi. Kwa sababu hata ukifuatilia wasanii ambao mtu kakosea labda show hii, kiangalia kuna show zake zingine mbona anafanya poa. Unafikiri ni wapi tunatakiwa kuboresha ili kuwa na hizo live performances za kuvutia? Tuwe na shows nyingi ambazo zinahamasisha hizo live. Kuwe na mfano, sitaki kutaja show gani na show gani kwa nje, lakini ukiangalia kwenye mataifa yenzetu, mfano Marekani, unakuta msanii anakuwa anapitisha kwenye hizi live session. Wana live session nyingi. Wewe ni mpenzi wa muziki, wana hizi, unasikia sijui acoustic nini, sijui nini, vipo vingi. Kwa hiyo kwa mfano kama Tanzania tungekuwa na hizi acoustic sessions nyingi, live performances nyingi ambazo wasanii wanakuwa wana interact na mashabiki zao, wanapata pia uzoefu. Apart from that ni mazoezi tu, wasanii wawe na desturi ya kujitengenezea mazoezi. Let's say kwa mwezi unafanya siku ngapi mazoezi yako na bendi yako, kujiandaa, so mpaka ile show kesho afu leo ndo anaanza kufanya mazoezi. Unafikiri kila msanii lazima awe na bendi? If it's possible ni muhimu, lakini kwa uzoefu wangu mimi, kwa sababu nimeanzia kwenye band, wanamuziki ndo hao ambao watakupigia kwenye show zako, so ni muhimu tu kuwa na connection na wanamuziki ambao ukiwahitaji wapo, kwa sababu kila kitu kina schedule. Mtu ana plan kwamba leo nafanya na huyu, kesho nafanya na huyu, kesho nafanya na huyu. So ni muhimu kuwa na connection na wanamuziki, kuwa connected na wanamuziki, mazoezi and everything. Okay. Kuzaliwa na kukulia Bagamoyo, sasa hivi Gen Z ambaye una run Dar es Salaam. Naomba ukubali hiyo. Unataka watu wanaanza kukupokea sasa hivi, wakuangalie kama msanii wa namna gani? Yes, nikiongea kunipokea kama msanii wa aina gani, Sugar Boy ni R&B musician ambaye
naipeperusha bendera ya Tanzania pia. You know, kuna kitabu kimetoka cha Bongo Flava, you know. I really want to purchase it nikipate, kwa sababu I really want to know mizizi ya Bongo Flava. Mpaka leo hii mimi nafanya muziki, but na hii nakwambia sijai kuongea sehemu yote, mpaka leo nafanya muziki, but still nataka nijifunze Bongo Flava ina misingi gani, nikifanya kipi na kipi ndo nafanya Bongo Flava. Lakini by the time mimi najiita pia ni msanii wa Bongo Flava ambaye nafanya R&B, ambaye hujui misingi mingi ya Bongo Flava. Yeah, Bongo Flava I don't know, kwa sababu mfano let's say mimi ni shabiki pia wa muziki mzuri, so nikisikiliza muziki wa zamani ambao my brothers wetu walikuwa wanafanya, nasikia touches za muziki ya kina Tupac, nasikia touch ya R&B and hip hop za zamani. Yeah. So naona kama walikuwa wanafanya copy and pasting, ambao sasa hivi pia wanakuwa, naona pia kuna baadhi ya wasanii wanakuwa attacked mpaka ma producer kwamba wana copy anafanya hivi. But talking about Bongo Flava ni muziki wa aina gani? Yeah. Hiyo ndio kitu ambacho I don't know, but so far as long as mimi naimba Kiswahili, I count myself kama ni mwanamuziki wa Bongo Flava. So kumzungumzia Sugar Boy ni mwanamuziki wa Bongo Flava ambaye pia ni R&B artist kama R&B artist wengine wa Tanzania. Pia kama walikuwa napiga mpaka soul. So bado unaendelea, tumeacha. No, mimi pia napenda kufuse kwenye muziki tofauti. Napenda kujump in kwenye muziki tofauti. So sometimes unaweza kunikuta hiyo R&B yangu naondoka nayo hata kesho kunisikia kwenye mapiano. Na nina kazi za mapiano ninazo. Hujaachia. Nitaziachia, bado sijaziachia. Yeah, kwa mashabiki wa Sugar Boy they know kwamba Sugar Boy mpaka sasa hivi kwenye catalog yake ana muziki wa mapiano, but nitaachia hiyo muziki. Kuna collaborations pia nimezifanya, nitaziachia. So watu watasikia pia Sugar Boy tofauti ambaye amejaribu kuinteract na hii aina muziki na hii, but still there is a R&B flavor in it. Mwaka 2025 tumeshuhudia mageuzi makubwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Yeah. Wasanii wameondoka kwenye lebo, mabosi wametangaza kuachana na wasanii wao. Sugar Boy. Yeah. Unaposikia neno lebo, ule msamiati kwako kama msanii independent, ule msamiati lebo kwako una maana gani? Kwangu mimi ninavyoelewa kwa uelewa wangu, ukiwa kama msanii independent yes, ambaye umepewa, let me fix the question ikae vizuri. Yeah. Umepewa nafasi ya kujoin label ukiwa kama msanii independent mwenye ndoto, na unaona moto wako umewaka kwa level ambayo ifika tu unahitaji support. Umepata offer ya kuhudhuria, maybe ya kujoin label fulani kubwa iliyopo hapa nchini. Mwaka 2025 tumeshuhudia mageuzi mengi sana kwa wasanii kuondoka kwenye label zao. Yeah, for sure. Ukiwa kama msanii ambaye unajitegemea, offer imekuja mezani, upo tayari kwenda kwenye label? Upo tayari kusema sitaki label, nahitaji kuwa independent? Makubaliano nao watu. Siwezi kusema sitaki label, naweza nikaa katika label lakini kwa makubaliano ambayo tumekubaliana. Uko tayari kusainiwa sasa hivi? Of course yes, lakini kwa makubaliano ambayo tunakubaliana. Unafikiri ni changamoto kubwa sana kujisimamia mwenyewe? Of course yeah, changamoto kubwa sana, so ndogo, na mimi naomba niwe balozi wa upcoming artist. Ugumu wa upcoming kutomboa bila label kwenye Bongo Flava upoje? Uwekezaji tu, unajua kuna music industry kwa uelewa wangu, afu kuna music business. So kwa kuanza unakuwa tu unaachia kazi au party show au na nini, you know, wewe unaachia tu, lakini ukija sasa kwenye biashara ya muziki, biashara yote inahitaji uwekezaji. Kwa uelewa wangu mpaka hapa nilipofikia ni kwamba hiyo ni kitu ambacho mimi pia kinanifanya na kwama ku reach some stages, some levels kwenye muziki wangu. Kwa sababu mfano ukija kwenye YouTube kuna matangazo, inabidi ulipie matangazo ili kazi yako iende mbali. I'm telling you, kwa sababu mimi ni shabiki, mimi apart from being musician, mimi ni shabiki wa wasanii wengine. So na spend muda wangu mwingi sana kwenye Apple Music, kwenye YouTube, kuangalia kazi, videos, music ya wasanii tofauti. Naziona ads za wasanii wengine ni A-list hapa Bongo. So it means kwamba these guys wanna take serious
kwenye biashara zao. So what about mimi na upcoming independent musicians wengine ambao hawana capital ya kuinvest katika biashara zao? Ni kazi kama kazi zingine, zinahitaji uwekezaji. So changamoto kubwa ni uwekezaji hizo pesa. Na ukiangalia hapo chimbuko la wasanii wengi wa Bongo, hata hao ambao wakubwa walipotokea, ukiangalia wengi sana tunatokea kwenye hali ngumu sana. Ni kundi gani ambalo kwenye entertainment industry lina support sana wasanii ambao wanakuja, wasanii wapya? Kundi gani ambalo lina support? Yes, kundi ambalo linawashia taa nyinyi mpaka mnafika ile hatua ya kwanza kupata hizo connection za industry insiders. Ni kina nani ambao wanawasupport sana? Ukiwatoa mashabiki ni these medias like kama hapa SNS, you know, na big love kwa SNS kwa sababu nanipigia kelele pia kwa watu, napata mashabiki wapya kupitia every post ambazo SNS inanipost, na watu wengine pia wanapopost hizi interviews nazoenda kufanya zinanisaidia pia kupata sauti ya kipaji changu kuwafikia watu wengine. Alafu chingine ni mashabiki pia. Mashabiki wana play big part kwa sababu mtu akisikiliza muziki akiupenda anataka tu mtu mwingine pia usikie, huyu asikie, msikilize huyu, na anapata feedback pia wananitumia kwa watu ambao wanafahamiana nao karibu. Bwana, nimemtumia mtu fulani kazi yako hivi, akasema noma sana, kaza sana. Nilisikiza Cinderella kwa mara ya kwanza. Nikampa mtu asikilize. Unajua kilichotokea? Yule mtu sasa hivi anaitwa Cinderella. Nitakwambia tulipata jina jipya kupitia wimbo. So, Bisuga bwana, safari yako imekuwa ni safari ya kuvutia sana. Mimi tangu nimefahamu muziki wako, nimekuwa balozi wako pia. Nasema hii kwamba nimekuwa nikishawishi watu wengine kusikiliza muziki wako. Mtaani kwangu wanakujua. Tumekuwa tukisikiliza sana kazi zako. EP yako tumeishi nayo na tunaenjoy sana na muziki mzuri. Natamani uambie watazamaji wa SNS wanaipata wapi EP na ni kwa nini wanatakiwa waende kusikiliza? EP yetu mpya ya Love Story of a Gen Z inapatikana katika digital platform zote duniani. Kwa Kiswahili majukwaa ya kusambazia muziki ya kidigitali, Spotify, Apple Music, YouTube, Audiomack, Boomplay, kote huko muziki inapatikana. Na Love Story of a Gen Z ni EP ambayo inazungumzia maisha ya kimapenzi ya kijana Gen Z ambaye ni mimi pia ni Gen Z, lakini you don't have to be Gen Z kusikiliza hii EP. EP imebeba nyimbo zinazozungumzia mapenzi na maisha yetu ya kila siku. So take your time, go and listen to the EP, and usisahau pia kuniachia comments zako on how imekugusa and everything. Wanakupataje? Kwenye mitandao ya kijamii inapatikana kama V Sugar Boy, VII Sugar Boy, kote Instagram, Facebook, TikTok, kila sehemu V Sugar Boy, VII Sugar Boy. Mwana SNS ulikuwa na mimi Yankee Frankie pamoja na V Sugar Boy. Tumediscuss mambo machache kuhusu safari yake ya muziki, promotion ya EP yake A Love Story of a Gen Z, pia na mambo mengine ambayo tumezungumzia hapa. Mpaka wakati mwingine tena, asante kwa kuwa pamoja na sisi.